lakini unahitaji umakini kutafakari. Mara nyingi jumbe nyepesi huwa akili zinapuuza kwamba hilo nalifahamu, hapo hakuna jipya, ni yale yale. Kwanza ukumbuke kwamba maandiko tunayosoma ni yale yale siku zote. Hatusomi Biblia mpya, ni maandiko yale yale. Sasa kwa sababu ni yale yale, kwa maana ya picha ya maandiko, haina maana kwamba ufunuo wa Roho Mtakatifu ni mmoja ule ule kila unaposoma andiko lile lile, hata kama ni kila siku. Roho Mtakatifu anakuwa na ujumbe mpya hata kama ni kipande kidogo. Hicho kipande kidogo hicho ndio dozi inayotakiwa kwa wakati huo, na ukikifanyia kazi utaona matokeo makubwa, hata kama ulikuwa unafahamu maandiko hayo kwa miaka mingi. Wale wanaofuatilia jumbe za vichwa vya somo au vya habari, kichwa kimekaa katika mtindo wa swali. Je, unajua unakokwenda? Swali hilo ndio somo la leo. Je, unajua unakokwenda? Na pengine kwa sababu tu ya kuondoa ugeni na upya, sitaki kuita ushamba, sio neno zuri, na mtu aliyekaa jirani yako msalimie kwa kumuuliza hilo swali, kwa kumwangalia usoni. Unajua unakokwenda mwenzangu? Anasemaje? Ni muhimu sana kujua unakokwenda, kwa sababu usipojua unakokwenda, kila njia utakayochukua itakufikisha huko usikokujua. Usipojua unakokwenda, wewe panda daladala lolote tu utafika. Panda bodaboda, waambie kwamba unakwenda hapo, mwambie nakwenda kokote nisikokujua. Atakusikiza mara mbili, baadaye ataamua sasa, hapa nitapata hela kweli hapa. Atakuzungusha mitaa yote, baadaye atakuuliza hujafika, namwambia unajua mwenyewe. Sasa unaweza kacheka kama vile ni swali la kipuuzi, lakini nataka leo tutafakari kwa kifupi habari za safari ya kwenda mbinguni. Safari ya kwenda mbinguni. Mimi kama mtafiti wa mambo yanavyokwenda katika jamii na upepo unavyovuma mtaani, mambo yanayochukua nafasi katika mazungumzo mitaani, kwa kupima upepo na kinachoendelea katika jamii, ninachokiona kwamba wengi katika jamii
hatujui tunakokwenda. Na kwa sababu hatujui tunakokwenda, tunakwenda njia yoyote inayokuwa iko wazi tu, maadamu tu unapita. Ngoja mtaa huu, napita mtaa huu, napita mtaa huu mpaka mtaa mwingine. Hakuna mwelekeo hasa katika habari za kwenda mbinguni. Maana nataka tu nijifix katika eneo hilo. Ninapozungumzia safari, nazungumzia safari ya kwenda mbinguni. Na nilikusha kusema hata katika jumbe zilizopita mahali hapa kwamba hapa kituoni tulipo hivi sasa, BCIC Mbezi Beach, kuwepo kwetu hapa, tunapokuja hapa, lengo kuu la kuja kwetu hapa ni maandalizi ya safari yetu ya kwenda mbinguni. Tutafanya mambo yoyote tutakayoyafanya kwa pamoja au kwa kila mtu binafsi, lakini lengo kuu la kituo hiki ni maandalizi ya kwenda na kufika mbinguni. Kwa sababu kuna kwenda na kuna kufika unakokwenda. Ili ufike unakokwenda, lazima uwe unajua safari yenyewe, mwanzo na mwisho wake. Na ili tuweze kuungana pamoja katika kujua unakokwenda, tusome katika Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Injili ya Yohana sura ya 14 na mstari wa 6. Hapa haya ni maneno ya Bwana Yesu aliposema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hili ndilo andiko la msingi la ujumbe wa leo. Yametaja maneno matatu hapo katika huo mstari: kwanza njia, pili kweli, na tatu uzima. Haya yote ni mahitaji muhimu ya kila binadamu, lakini nitaweka uzito katika hili la kwanza linalohusu njia. Yesu alisema haya maneno dakika za mwisho, ambayo ilikuwa baada ya hapo anakwenda kukamatwa na kusulubishwa juu ya msalaba. Na alipoyasema kulikuwa na kamjadala ambako kalikuwa kanatokana na mfadhaiko wa wanafunzi baada ya Yesu kuambia kwamba anaondoka, atakamatwa, atapigwa, atasulubishwa na atakufa, lakini atafufuka baada ya siku ya tatu. Na akawa anazungumza
maneno ya kuaga, na akatoa hata maneno ya faraja kwamba nitakapokuwa nimeondoka naenda kuandalia mahali kwa Baba ili nirudi tena niwachukue baada ya maandalizi kukamilika. Kwa hiyo aliposema habari za njia, kulikuwepo na maswali yaliyotoka kwa wanafunzi wake wakitaka kujua huko anakokwenda ni wapi, kutokana na lugha aliyokuwa anaitumia na misamiati aliyokuwa anaitumia ya kuagana nao. Lakini mimi na wewe sasa hivi maneno haya tumekwisha kuyasikia, na tunapoyasoma tunaona ni ya kawaida kwamba Yesu ndiye njia. Lakini ni njia katika maana ipi? Hapo ndipo kuna ujumbe. Yesu ni njia katika maana ipi? Yesu ni njia katika maana ile ile aliyosema mwenyewe kwenye maneno hayo hayo kwamba hakuna mtu anayetaka kwenda kwa Mungu Baba atakaye fika kwake huyo Mungu Baba kwa njia nyingine yoyote ile isipokuwa ni kupitia Yesu mwenyewe. Si kwamba Yesu ana njia. Yesu ndiye njia. Yesu hatuelekezi au kutuonyesha njia ya kwenda kwa Mungu Baba. Yesu mwenyewe ndiye njia ya sisi kupitia kumfikia Mungu Baba. Hii ni njia mtu, njia nafsi, sio njia falsafa au njia itikadi. Ni Yesu, nafsi ya Mungu Mwana, ambaye yeye ndiye aliyetoka kwa Baba, aliyetumwa na Mungu Baba akaja. Kwa hiyo kwanza Yesu ni njia ya Mungu Baba kutufikia sisi, alafu Yesu ni njia ya sisi kumfikia Mungu Baba. Ni two-way street. Mungu alipotaka kutufikia ili kutuokoa, kutukomboa, kwa sababu tulikuwa tumepotea njia. Ukisikia mtu kapotea, maana kapotea njia. Na Baba akamtuma Mwana ili aje kuturejesha katika njia, akiwa yeye mwenyewe ndiye njia hiyo. Na kabla ya hapo yako maneno aliyoyasema Yesu Kristo ambayo ningependa tuyapitie kwa haraka kwa habari za njia katika Mathayo sura ya 7 mstari wa 13 mpaka 15 na Yohana
mstari wa 7 mpaka wa 9. Mathayo 7:13 mpaka 15 na Yohana 10 mstari wa 7 mpaka wa 9. Nianze kwanza na Mathayo 7:13 mpaka 15 na nukuu: Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Hapa kuna maneno mawili ambayo yametajwa. Kuna swala la mlango na kuna swala la njia. Na anazungumzia habari za mlango mpana na njia pana, na anaelezea iendayo upotevuni. Alafu anazungumzia habari za mlango mwembamba na njia iliyosonga, alafu anasema iendayo uzimani. Kwa hiyo tunazungumza habari za safari ya kwenda mbinguni, ambako ndiko kilele cha uzima, ambacho Yesu anasema yeye mwenyewe ni uzima. Lakini amezungumza habari za mlango mpana na njia pana iendayo upotevuni. Kwa maneno mengine ni kwamba kama safari unayopitia ya kiroho na kiimani hivi sasa, hata kama unafikiri au unasadiki kwamba unakwenda kwa Mungu, lakini kama njia unayopitia sio Yesu, maana yake umepotea. Maana yake umepotea. Maneno mengine ni Yohana 10 mstari wa 7 mpaka 8, nilikwisha kuyanukuu na yasoma sasa. Basi Yesu aliwaambia tena, amini amini nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wezi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwangu mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Sasa maandiko haya ninapoyasoma mimi huwa yananisisimua kwa kile ambacho Roho Mtakatifu alinifunulia. Yesu anasema wote waliomtangulia ni wezi na wanyang'anyi. Wote waliomtangulia Yesu ni wezi na wanyang'anyi. Waliomtangulia wapi? Wote waliomtangulia katika maisha yako. Wote waliotangulia katika moyo wako na wakaweka ama itikadi ama falsafa ama mila, mambo yote ya husuyo ibada, mambo yote ya husuyo imani kwa Mungu. Wote waliomtangulia Yesu mwenyewe moyoni mwako ni wezi na wanyang'anyi. Sasa wewe unajua nani alitangulia ndani yako? Nani alitangulia? Nani? Umetoka unazaliwa unasikia habari za Mungu. Umesikia habari za Mungu kupitia wapi? Na hata ukaamini kwamba Mungu yupo, na hata ukasema sasa huyu Mungu sasa mimi namwamini, na ukajisikia kabisa kwamba
niko salama kabisa kabisa, hiki ninachokiamini ndio chenyewe, ndio chenyewe, ndio sahihi. Ni kitu gani kilichotangulia kwako moyoni mwako? Manake hapo ndipo ninapotaka leo Roho Mtakatifu atusaidie kujitambua. Yesu anasema wote walionitangulia ni wezi na wanyang'anyi. Sasa huu wizi na unyang'anyi ni wa namna gani? Huu wizi na unyang'anyi tena ni mkubwa zaidi kuliko hata ufisadi na ubadhirifu wa mali za umma au mali za watu wengine. Yaani huo ubadhirifu na ufisadi huo unazungumzika. Huu wizi na unyang'anyi anaousema Yesu ni ule ambao umetangulia kukuibia, au niseme kumuibia Yesu. Manake Yesu ndiye mwenye mali, ndiye mwenye kondoo, ndiye muumbaji. Sasa wengine wote waliomtangulia Yesu katika maisha yetu ambao hawakuwa Yesu, lakini wakachukua nafasi ya Yesu, wakatuaminisha kwamba ndio njia sahihi, maana yake walituiba kiroho na kiimani. Kama Yesu asinge limtuma aliyemtuma kwa njia aliyotumia wewe leo hii uliyezaliwa mara ya pili, uliyeokolewa, kama isingelipatikana hiyo fursa tena ukasikia habari za njia sahihi ukafanya uamuzi, leo ungekuwa bado upotevuni, au pengine ungelikuwa umepotea huko upotevuni. Na leo wako watu ambao wanaamini wako sahihi kwa yale wanayoamini, na ndivyo ambavyo wameaminishwa. Na wanajisikia kwamba, tena kujisikia tu, wanatetea misimamo na mitizamo ya kiitikadi, iwe ya dini, iwe ya mira, iwe ya falsafa za kibinadamu. Wameridhika kabisa na maisha kwamba mambo ni safi na wako salama. Hakuna wizi mbaya kama unapoibiwa alafu usijue umeibiwa. Yaani umeibwa alafu hujui kwamba umeibwa, utambui kwamba umeibwa. Unakuja kugundua kwamba hivi kumbe siko mikononi, siko mahali sahihi. Kumbe safari yangu niliyokuwa na safiri muda wote huu ilikuwa nimepotea. Kuna maswali magumu ambayo yanaulizwa katika ujumbe kama huu, na hata sasa yanaulizwa. Hata wewe unaweza kuwa na swali hilo kwamba unataka kusema kwamba dini zote, madhehebu yote ambayo hayataji wala hayalazimishi kwamba Yesu ndiye njia, wote walioko humo wamepotea? Sio mimi ninayesema,
Sio mimi ninayesema, sio mimi ninayehukumu. Sio mimi. Mimi ni mjumbe tu. Ukinipiga mawe unanionea. Yesu amesema wote waliomtangulia ni wezi na wanyang'anyi. Sasa ni maneno magumu hayo. Mimi usiniulize kwa nini akatumia neno wezi na wanyang'anyi. Lakini ukiangalia vizuri, kwa sababu yeye kama mchungaji wa kondoo anazungumzia wako watu waliotangulia kwamba wanataka nao ni wachungaji, nao wanachunga kondoo na wanalisha kondoo. Kumbe wao wanachotafuta tu ni namna ya kula kondoo. Yaani wanakuja ni mbwa mwitu umevaa ngozi za kondoo. Huo ni mfano mmoja tumeusoma. Lakini pia wanaosema wanataka kuchunga kondoo, actually hawaangalii kondoo kwa maana ya kuwalisha, wanaangalia kondoo kwa maana ya kuwala. Basi kwa hiyo kuna wachungaji walisha kondoo na kuna wachungaji wala kondoo. Lakini wote wanaitwa wachungaji. Mchungaji mla kondoo ni yupi? Ni yule atakaye kuambia, bwana, njia zote ni sawa, imani zote, itikadi zote zinafundisha mema, na kubali zinafundisha mema, zinakataza mabaya na kubali zinakataza mabaya. Lakini kufundisha mema na kukataza mabaya sio njia ya kufika kwa Mungu Baba. Kwa swala la kufika kwa Mungu Baba, njia ni Yesu. Njia ni Yesu. Njia ni Yesu. Mimi naomba tukubaliane kuanzia leo kwamba uhuru huu wa kusema maoni na uhuru wa kuabudu, kila mtu abudu anachokitaka, nina uheshimu kabisa. Na uheshimu kabisa. Na sitaki nitafsiriwe kwamba ningetaka dini zote zifungwe, madhehebu yote yafungwe, ibaki njia ile ambayo mimi naamini kwamba ndio sahihi, na wote waione hiyo, waichague hiyo au wapotee. Siamini katika hilo. Naamini katika uhuru wa kuchagua. Na nashukuru nchi yetu ya Tanzania imetoa fursa hiyo kikatiba ya kila mtu kuabudu au kutokuabudu itikadi na dini anayochagua mwenyewe. Lakini pia nashukuru katiba imenipa fursa ya kushawishi. Kushawishi, kuhamisha. Yani nikuhamishe, nikutoe huku, nikulete huku. Pia katiba imenipa uhuru huu. Usema mbona usishawishi watu? Si kwamba uhuru huo nimepewa wa kushawishi. Sasa mimi sishawishi ili watu wanifuate mimi kwa jina langu. Maka mimi sio njia. Ukisikia Gamanyo ameanza kusema kama yeye ni njia, njoo na mawe. Njoo na mawe yako. Mimi sio njia. Lakini ninajua njia. Na niko kwenye njia sahihi. Ukinifuata njia ninayofuata, ukaifuata hiyo, tutafika kule tunakokwenda kwa Mungu Baba.
Lakini kuna majambazi waliotangulia kutuiba. Kuna majambazi wanaotusumbua waliotangulia kutuiba, na hawa si majambazi watu. Usianze kuwafikiria watu kwamba ndio majambazi. Ni roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani yaliyojificha chini ya mwavuli wa kile kinachoitwa Ukristo. Nilizungumza wakati uliopita na narudia tena kwamba shetani akishindwa kupambana na kitu halisi, anatafuta na kutengeneza kitu feki chenye kufanana na kitu halisi. Na nilizungumzia habari za bidhaa halisi na bidhaa feki. Sasa mtu mmoja akuja akadai kwamba ungesema vya Kichina. Kwa hiyo kuna Ukristo halisi, kuna Ukristo wa Kichina. Kuna kanisa halisi ya Yesu Kristo, kuna makanisa ya Kichina. Sasa naomba Wachina mnisamehe, kwa sababu si kwamba Wachina ndio watengeneza vitu feki peke yake, ila tu wamekuwa maarufu katika hiyo, na ndio maana wanasema waziwazi kwamba unataka genuine au nyingine ya kawaida. Sasa ya kawaida hawakwambii ya kawaida maana yake nini, ya bei unayoiweza maana yake fake. Sasa unapouziwa bidhaa feki, umeibiwa, ni wizi. Unapokwenda kununua bidhaa ukijua kwamba hii bidhaa trademark yake kama ni hivi vya electronics ni Sony, alafu kumbe Sony ile ni jina tu limeazimwa kibiashara, lakini bidhaa zile ni lebo ya Sony lakini sio Sony original, na wewe hujui original na isiyo original, unanunua kwa sababu ni Sony. Umeibiwa. Unapozaliwa au kujikuta unaingia katika kundi fulani la kiroho, la kiimani, la kidhehebu, ambalo dhamiri yako unafikiri, unaamini kwamba hii ni imani sahihi wakati si sahihi, umeibiwa. Sasa sio kuibiwa, umeibwa. Yaani wewe mwenyewe mzima umeibwa. Maana kuibiwa ni kuchukuliwa vitu vyako. Kuibwa ni wewe mwenyewe kuchukuliwa mzima. Yesu anasema walionitangulia ni wezi na wanyang'anyi. Lakini ni wizi wa kishetani ambao unafanyika kupitia falsafa na itikadi, na zaidi sana mila na desturi zetu ambazo tumezaliwa kwenye makabila na koo zetu likutokea. Zinaitwa hekima za wahenga, mababu. Na tunatoa heshima
anazostahili Mungu kupitia Yesu Kristo tunazitoa kwa hao, kwa sababu ndiko tulikozaliwa, ndiko tulikokulia, ndiko tulikomeza hizo sumu. Yesu anasema walionitangulia ni wezi na wanyang'anyi. Nikuulize swali tena, uko salama? Au umeibwa? Sasa utajuaje kwamba hapa ulipo na mimi ninachozungumza ni sahihi na kweli na hujapotea? Nisikize kwa makini. Nisikize kwa makini. Utajuaje nayo yasema ndiyo yenyewe na si uongo? Utajuaje nayo kuelekeza si ujanja wa kukuiba na wewe? Utajuaje? Unataka kusikia? Unataka kujua? Njia ya kukusaidia kujua ni nyepesi tu. Kwanza, neno ninalo kuhubiria ni la nani? Nimemnukuu nani? Neno nililosoma Yohana 14 mstari wa 6 ni maneno katika Biblia yako mwenyewe, ni maneno aliyonukuliwa Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo si maneno yangu, ni maneno yaliyotoka katika kinywa cha Yesu Kristo mwenyewe. Mimi nafanya kazi tu ya kufikisha ujumbe huo kwako, kwa kufafanua ukusaidie kuelewa kile alichomaanisha. Manake mpaka hapa nilipoelezea haya niliyoyaelezea, hata kama uliwahi kusikia habari za mstari huo, kuna mambo mapya ambayo umeyagundua yanayohusiana na Yesu kuwa njia. Kwa hiyo kigezo cha kwanza ni neno la Kristo ninalo kuhubiria. Sijihubiri mwenyewe, sihubiri chama changu cha dini, sihubiri dhehebu na ubora wake, na mhubiri Kristo mwenyewe. Habari ninazozileta kwako ni zile ambazo zinamhusu Kristo mwenyewe na alizosema yeye. Na utanikamata katika eneo hilo au utanihukumu katika eneo hilo kama nitatoka nje, kama nitataja habari za mwingine, jina jingine tofauti na Yesu Kristo, nikalipa heshima ya kukaribia au kufanana na Yesu Kristo. Hiyo ukisikia nataja jina jingine ambalo ni nje ya Yesu Kristo na ambalo ni tofauti na si agizo la Yesu Kristo, basi kuanzia hapo utie mashaka ya hicho ambacho unakipokea. Hiyo namba moja. Lakini namba mbili, namna kuthibitisha. Neno la Yesu Kristo linapohubiriwa katika ubora wake wa uhalisia wa nguvu za Roho Mtakatifu, Yesu Kristo ameahidi kulithibitisha neno hilo kwa ishara zitakazoambatana na neno hilo.
Yaani haishii tu kwa habari ya kupata taarifa. Kinachofuata ni matokeo ya mwenye neno hilo na mwenye jina hilo Yesu Kristo kuthibitisha live kwa wanaosikia kwamba hilo neno ni lake na huyo Kristo ndio mwenyewe, na atafanya yale aliyokuwa akiyafanya kama angelikuwepo mwenyewe katika mwili. Kwa hiyo la kwanza ni msamaha wa dhambi, kwa sababu Yesu Kristo alisamehe dhambi. Na hata sasa Yesu Kristo anasamehe dhambi. Na kama uko hapa ambaye wewe unaishi katika dhambi, basi ujue kwamba leo iko fursa ya kumpa Yesu Kristo maisha yako, ili akuokoe katika dhambi, akuhamishe katika dhambi, akusafishe, akufanye kuwa kiumbe kipya katika ufalme wake. Hiyo kazi anaifanya yeye. Mimi nakuelekeza kwake kwa imani, alafu yeye anashughulika na roho yako, anashughulika na moyo wako, ndani yako, na hiyo kazi ataithibitisha mwenyewe ndani yako. Msamaha wa dhambi. Lakini la pili ambalo analithibitisha Yesu Kristo ni wewe kufunguliwa katika vifungo vya giza na pepo wachafu ambao kimsingi wamekuwa ni wapangaji haramu wasiolipa kodi na wenye kuharibu hekalu la Yesu Kristo. Na unapoungana na Yesu Kristo kiroho, ukasema Yesu ndiye njia, nimechagua njia ya kwenda mbinguni, Yesu Kristo, naomba sasa uwe njia yangu. Yesu atakachokifanya ni kuondoa makando kando yote ya giza yaliyo ambayo shetani na mizimu na majini na vinyamkera vimetangulia kuwekeza katika maisha yako. Inaitwa kufunguliwa katika vifungo vya giza. Hili ni tendo halisi. Kufunguliwa ni tendo halisi. Kwa hiyo tendo hili la kufunguliwa linapofanyika, hiyo ni ushahidi kwamba hapa anayefanya kazi hiyo ni Yesu Kristo. Ingawa ziko imani za ushirikina siku hizi zinazotumia jina la Yesu Kristo, za wapunga pepo ambao wana tafsiri kwamba wanatoa pepo, lakini kwamba hawatoi pepo, ila wanapunga pepo, na hilo ni somo jingine. Lakini pointi kubwa ni hiyo kwamba Yesu Kristo hapungi pepo, Yesu Kristo anafukuza pepo. Na ametoa mamlaka kwa wale aliowateua Yesu Kristo mwenyewe amwakilisha hapa duniani kufanya kazi hiyo ya kutoa pepo. Na kazi tunayofanya hapa BCC ni kuleta watu kwa Yesu wasamehewe dhambi zao, lakini pia wafunguliwe kutoka kwenye pepo wachafu. Tunafanya kazi hiyo. Lakini tatu, ushahidi wa tatu, Roho Mtakatifu. Yesu Kristo ili akuthibitishie kwamba sasa uko katika njia sahihi ambayo ndiyo yeye, anamruhusu Roho Mtakatifu aje kufanya makao ndani yako. Hii ni miujiza mikuu mitatu ambayo inafanywa na Yesu Kristo unapokuwa umesema sasa nataka njia sahihi. Kuondolewa dhambi, kufunguliwa katika nguvu za giza, na kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Hivyo ndivyo vya kuthibitishia kwamba ninakuelekeza mahali sahihi.
Hebu muangalie ndugu yako, rafiki yako, mwambie kwamba umesikia hiyo. Lakini hebu akujibu amesikia, kama au alikuwa amesinzia kidogo. Maana joto hili mtu anaweza akawa anasikiliza alafu anafumba macho. Ukimuuliza vipi, anasema nilikuwa nakuombea. Walionitangulia ni wezi na wanyang'anyi. Ndicho nilichoambiwa leo nikipe uzito. Waliomtangulia Yesu katika maisha yako ni wezi na wanyang'anyi, na ndio maana maisha yako yameharibika. Ndio maana uko katika taabu ulizonazo. Ndio maana unahangaika, unasumbuka, huna amani. Ndio maana kila siku ndoto mbaya ziko juu yako. Ndio maana BP zinapanda na kushuka, kwa sababu umeibwa. Umeibwa. Yesu Kristo ni njia na kweli na uzima. Kama unatafuta njia, Yesu ndiye njia. Kama unatafuta kweli, Yesu ndiye kweli. Kama unatafuta uzima, Yesu ndiye huo uzima. Na uzima huo, uzima unaotajwa na Yesu, sio tu uzima kwa maana ya uhai wa kuwa salama mwilini. Maana watu wote wanathamini uzima wa mwili tu. Na ndio maana akija mauti watu wanachanganyikiwa. Pamoja wanajua kwamba lazima tutaondoka wote, lakini hakuna aliye tayari kuondoka hata sasa. Nikiuliza jamani, na hata kwenda mbinguni, wote mtanyosha. Naye yuko tayari kwenda mbinguni wakati wote, wote mtanyosha. Nani yuko tayari kuenda mbinguni sasa hivi? Kila mtu anataka kumwangalia mwenzake pembeni. Na hasa iwe ni njia hiyo ya kutangulia mbele ya haki. Kila mtu kama bado sijahubiri sana, unajua bado anatafuta justification, anatafuta uhalali. Sasa kama hauko tayari kuondoka, basi fanya kile ambacho unatakiwa ukifanye. Usibaki katikati, unatakiwa kufanya hufanyi, kuondoka hutaki. Na ujue kwamba kuondoka ni lazima. Uzima uko aina mbili. Kuna uzima kwa maana ya kuwa hai katika mwili, lakini uzima unaotajwa na Yesu Kristo ni ule kukaa na Mungu milele. Nataka nikwambie hata wenye dhambi na makafiri wote wataishi milele. Wazinzi wote na wachawi wote wataishi milele. Swala wapi? Milele ya wapi? Tumesoma kule, njia iendayo upotevuni, kilele chake ni katika ziwa la moto unaowaka, hauzimiki. Tena mnafunza ambao hawafi, na wanaoingia katika ziwa hilo la moto hawateketei. Yaani moto huo unaunguza na kuunguza na kuunguza, na viwango vya umeme vinaongezeka, havipungui, lakini waliomo ndani hawateketei. Shetani amepofusha mawazo ya watu wakifikiri kwamba unapokufa kimwili unakwenda kupumzika. Nani kakudanganya? Unapumzikaje? Wakiwa na maana hii kwamba kufa
ni kupoteza fahamu na hisia zile unazokuwa nazo katika mwili. Wanafikiri kwamba ni kupoteza, unapokufa unapoteza fahamu na hisia ulizokuwa nazo katika mwili. Kwa maana kwamba ukiupiga ule mwili hausikii, hauhisi chochote, Wanafikiri kwamba na huyo aliyeondoka anaondoka akiwa butu hivyo hivyo. Kwa taarifa yako, hisia zote na akili zote anazokuwa nazo mtu katika mwili, anapoondoka kwenye mwili anaondoka na hisia zake, anaondoka na akili zake, na anakwenda kuzimu kama hakuwa ndani ya Yesu Kristo. Ndio maana kule kuzimu, yule tajiri alipokwenda kule akaingia mahali pagumu, anasema ninaungua, naumia. Maana yake aliondoka na hisia zake. Sababu ya ziwa la moto ni kuunguza hisia za uasi ambazo waasi walikuwa wanaishi katika uasi hapa duniani. Mtu anaweza akaona na faidi katika uasi wake hapa duniani, anaweza akawa na enjoy kabisa, lakini nakuhakikishia tu huo urojorojo, huo uhondo, huo ni wa muda mfupi tu. Ikifika kipenga cha mwisho ukatangulia mbele ya haki bila kuwa ndani ya Yesu, umeanza maisha ambayo utayajutia. Utamtukana Mungu, utafanya kile unachowezekana, lakini utaungua milele, na maumivu ya kuungua yataendelea, na utaendelea kuungua tu, na utaungua tu. Lakini mimi na wenzangu tulio ndani ya Yesu Kristo, tunakwenda kwa Yesu Kristo, tunakaa na Yesu Kristo milele, tunafaidi milele. Wakati wengine wanaungua milele, sisi tunafaidi milele. Sasa njia yako ni ipi? Tusimame. Wote walionitangulia ni wezi na majambazi. Wote waliomtangulia Yesu Kristo katika maisha yako wameharibu maisha yako. Kuna watu wengine ambao mimi nimekutana nao na wanasimulia, nasema kama ningeliokoka nikiwa kijana, maisha yangu yasingepita huku nilikopita, ningekuwa mbali. Na mimi nawatia moyo na kuambia kwamba mshukuru Mungu hata hivyo kwamba umesalimika, kwamba umesalimika, umenusurika, umeponea chupu. Ilikuwa alimanusura, kwa sababu ungekatisha uhai wako duniani ungekuwa umepotea milele. Pengine upo katikati yetu ambaye unajua ni mwenye dhambi, pamoja na dini, pamoja na imani ya kidini na itikadi, lakini unashuhudiwa bado ni mwenye dhambi. Kama bado ni mwenye dhambi na dhambi ina nguvu katika maisha yako, Yesu Kristo kazi yake ya kwanza unapomchagua yeye kama njia yako ni kuvunja nguvu ya dhambi kuanzia moyoni mwako. Atasamehe dhambi zako zote, lakini ataweka nguvu ya kiungu ndani yako ya kuanza maisha upya ya kiroho na kiimani, ili mwelekeo wako wa maisha, kwa sababu unapita sasa katika njia ambayo ni Yesu Kristo, Yesu atakusaidia kuishi maisha yanayompendeza Mungu Baba. Maanake yeye ndiye anayejua mapenzi ya Baba yakoje. Ameyatumikia mwenyewe, na Yesu huyo atakuongoza katika maisha aliyoyaishi yeye mwenyewe. Kumbuka aliishi duniani katika mwili wa binadamu, na ndiye aliyeshinda dhambi duniani
lakini ndiye aliyeshinda mauti pia. Sasa huyu Yesu Kristo unapomchagua awe njia ya kwenda kwa Mungu Baba, yeye mwenyewe anayajua maisha ya kibinadamu kwa sababu ameyaishi kwa miaka 33 duniani, na ameishi katika kiwango cha ujana ambao ndio kilele hasa cha nguvu za ujana. Kama ni tamaa ziko kali, kama ni matatizo ya kuchanganyikiwa kuhusu maisha yako juu sana, viwango vyake viko juu sana, na Yesu Kristo ana uwezo wa kudhibiti hiyo mihemko na kukufanya uwe salama mpaka kwa Mungu Baba. Kama upo unayependa kumpa Yesu Kristo maisha yako leo, unayemchagua Yesu kuwa njia ili utoke upotevuni uelekee uzimani, usije kaishia kwenye ziwa la moto, na kukaribisha hapa mbele tuombe pamoja na wewe unayetaka kuokoka. Yesu amesema mimi ndimi mlango, mtu akija kwangu ataokoka. Sasa kama unataka kuokoka, njoo kwa Yesu, karibu hapa mbele tuombe pamoja. Kama upo karibu na wewe Mungu wangu, karibu zaidi Bwana. Karibu, sogea mbele. Wewe unataka kuokoka leo, karibu. Siku zote ni wewe, karibu na Usione aibu. Kuja kwa Yesu ni tendo la fahari sana. Kuja kwa Yesu ni tendo la fahari mno. Inawezekana katika ujumbe huu, wewe ambaye uko pamoja na sisi katika ibada hii mbashara, umeguswa na huu ujumbe na unatamani na wewe leo hii Yesu awe njia ya kwenda kwa Mungu Baba. Wakati nitakapokuwa naomba kwa walioko hapa ukumbini, napenda kujumuika na wewe pamoja na wewe, lakini kwa habari za maombezi na kukaribisha Jumapili ijayo, na actually kuanzia Ijumaa Kuu na Jumamosi kwenye viwanja vya hapa Wapo Radio tuna kusanyiko kula Pasaka ambalo ni kwa watu wote wa dini zote na madhehebu yote na hata wasiokuwa na dini, waje kuthibitisha nguvu za ukombozi wa Kristo zilizofanyika msalabani miaka 2000 iliyopita, jinsi zinavyoweza kuwa halisi katika maisha ya mtu binafsi. Kwa hiyo karibu Ijumaa Kuu saa 8 mchana kwenye viwanja vyetu hapa, upate ujumbe huo na ushiriki ibada hiyo. Lakini Jumapili
ambayo ni Pasaka, saa 5 tutakuwepo mahali hapa kushuhudia nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zilimfufua Yesu kutoka katika wafu, jinsi ambavyo ni halisi kwa wale ambao tunamwamini hata wakati huu. Na kukaribisha, na Mungu akubariki. Ni muhimu sana, usikose. Kwa heri. Naomba ninyi mlioko hapa kwa sasa hivi, tunakwenda kufanya tu sala fupi ya toba. Lakini maana yake nini hii sala? Ni sala ambayo ungetakiwa ifanye wewe mwenyewe.